Kwa jina naitwa Mwalimu Rashid Ali Likongo, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Nachingwea. Leo hii tarehe 17 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, kama chama tunakumbuka miaka 4 ya kifo cha aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Ni miaka 4 sasa toka ametuacha duniani, akiwa amehudumu kwenye nafasi ya rais kwa muda wa miaka 5 na miezi kadhaa. Kama chama tunakumbuka mchango wake mkubwa ulioleta mageuzi makubwa ya kiutendaji na uwajibikaji ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hii ndani ya miaka hii 4, kama vijana ndani ya chama tunajivunia maisha yake ya utumishi ndani ya chama, tunajivunia maisha yake ya utumishi ndani ya serikali, kwa sababu akiwa serikalini amefanya mageuzi makubwa ya kimfumo namna ya uendeshaji wa nchi. Yale ambayo watu walikuwa wanafikiria hayawezekani, yeye alikuja akiwa na uthubutu mkubwa na akayafanya. Uzuri, baada ya yeye kuondoka, aliyekuja kumrithi kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye alikuwa ni chaguo lake yeye mwenyewe. Ukisikiliza hotuba zake, Mheshimiwa Rais mstaafu ambaye pia ni marehemu anasema alipendekeza na kumteua Samia Suluhu Hassan daktari kuwa mgombea mwenza na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ule ulikuwa ni uchaguzi wake, hakukosea. Leo tunaye mama, tunatamba naye na anafanya kazi vizuri. Sasa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye tunajivunia ni mwanadiplomasia mashuhuri, mchumi mbobevu, ambaye kwa kiasi kikubwa amepambana ndani ya miaka 4 hii kukamilisha maono ya Daktari John Pombe Joseph Magufuli aliyekuwa anayaota. Sisi kama vijana ndani ya chama tunajivunia mageuzi makubwa ya kimfumo uendeshaji wa chama. Mwanzo chama kilikuwa ombaomba sana. Chama kilikuwa ombaomba mno. Alipoingia rais na mwenyekiti wa chama chetu Daktari John Pombe Magufuli, alitengeneza mifumo imara ya uchumi ndani ya chama. Leo hii kila katibu wa CCM wa kata anamiliki pikipiki yake. Kila katibu wa jumuiya za Chama cha Mapinduzi kwenye kata zote nchi nzima anamiliki pikipiki. Kwa jumuiya ziko 3 pamoja na chama. Kwa hiyo kwenye kila kata zimekwenda pikipiki 4. Baadhi ya watu wanasema kwamba ni fedha zinazotoka serikalini. No. Ni uimarishaji wa mapato, uimarishaji wa vyanzo vya mapato na vyanzo vya kiuchumi vya ndani ya chama, ambavyo msingi wake ulitengenezwa kipindi cha utawala wa mwenyekiti aliyefariki ambaye ni Daktari John Pombe Joseph Magufuli, na wakati huu wa awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan anaviendeleza. Kwa hiyo tunamkumbuka kwenye eneo hilo la mageuzi makubwa ya kiuchumi na kufanya vyanzo vyote vya mapato kuwa imara kwenye chama ndani ya maeneo yote. Lakini aliimarisha zaidi kwa sisi vijana sisi tunatamani kwa kiasi kikubwa zaidi kuingia kwenye mifumo ya kisiasa. Mheshimiwa Rais mstaafu ambaye pia ni marehemu Daktari John Pombe Joseph Magufuli alithubutu kuamini kwa kiasi kikubwa zaidi kundi la vijana kwenye teuzi zake nyingi alizokuwa anazifanya. Kwa hiyo kwenye uteuzi mwingi wa mawaziri, manaibu wa waziri, wakuu wa taasisi, wakuu wa idara na vitengo, lakini pia wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, Mheshimiwa Magufuli alijitahidi kwa kiasi kikubwa zaidi kuimarisha kundi la vijana, na vijana wengi zaidi walipata hizi nafasi. Na kwa sababu vijana wana kesho zao nyingi, Magufuli aliona ipo haja ya kuliimarisha hili kundi. Hawa vijana nikiwapa nafasi kwa sasa, kwa sababu wanazo ndoto nyingi, hawawezi wakaniangusha, kwa sababu ukiniangusha leo hautopata imani nyingine siku zinazofuata. Kwa maana hiyo sasa vijana walijikuta wakiwa wanafanya kazi kwa weledi mkubwa na matokeo yalikuwa yanapatikana kwa haraka zaidi. Maono yale ya Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli anaendelezwa sasa na Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amepokea kijiti kutoka kwa Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Na wakati anapokea kijiti hiki, yeye mwenyewe Mama Samia alisema
kwamba nitaendeleza maono ya Mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa yale aliyoyaasisi na kuyaacha. Tunaona leo hii vijana wengi wanapata zaidi fursa kubwa ya kuendelea kufanya mambo makubwa, wanapata fursa ya kuwa viongozi, wanapata fursa ya kupata elimu, wanapata fursa ya kupata afya bora. Haya yote yalikuwa ni maono ambayo Daktari John Pombe Joseph Magufuli aliyawaza, na haya aliyaweka kabisa katika maandishi kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Yeye akiwa mwenyekiti wa chama na mgombea wa Chama cha Mapinduzi, alishiriki kwa kiasi kikubwa kuandaa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025, ambayo sasa ndio inatekelezwa. Kupitia ilani hile ambayo ilikuwa na mambo makubwa, ndo tunaona sasa toka tupate uhuru hatukuwa na vyuo vya ufundi vya kutosha, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia maono yale yaliyomo ndani ya ilani ya uchaguzi ametandika VETA za kutosha kwenye kila wilaya. Amejenga shule za kutosha kwenye kila wilaya. Anaendeleza upanuzi wa huduma za afya kwenye kila wilaya, kwenye kila eneo, kwenye kila tarafa. Haya yote ni maono ya Daktari John Pombe Joseph Magufuli akiwa na mgombea mwenza wake ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa kiasi kikubwa zaidi ametimiza ndoto za Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Sasa kwa kuwa kwa sasa chama na serikali kinaamini katika vijana, na tumefika katika mwaka wa uchaguzi, mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi, ni mwaka wa kufanya maamuzi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama chetu amesikika mara kadhaa akiwahamasisha vijana kwenda kugombea. Wakagombee nafasi za udiwani, wakagombee nafasi za ubunge. Lakini isipokuwa tu nafasi ya rais ambayo chama tayari kimeshampitisha mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa katika hili nitoe wito kwa vijana wenzangu wote wa wilaya ya Nachingwea ambayo mimi ni mwenyekiti wao. Muda umefika. Chama kinatuamini, serikali inatuamini. Tunazo kata 36, tunalo jimbo moja la uchaguzi. Sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wenu tuko tayari kuwasaidia kokote atakakosimama kijana kwenye kugombea nafasi hizi za udiwani na ubunge. Sisi kama vijana tuko tayari kumsaidia kwa sababu tunaamini katika vijana na sisi ndio viongozi wao wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana. Muda utakapowadia waende wakachukue fomu. Kila kijana aliyojipima akajiona anatosha kusaidia jamii, kusaidia kata yangu ama kusaidia jimbo langu, sisi kama vijana na viongozi wao tuko nyuma yao. Tutawasaidia kimaarifa, tutawasaidia kimbinu, na popote watakapohitaji usaidizi wetu tutawasaidia ili kufanikisha malengo haya na mawazo haya ya viongozi wetu hao wawili ambao wamefatana katika uongozi. Na maanisha Daktari John Pombe Joseph Magufuli ambaye kwa kiasi kikubwa aliamini katika vijana, lakini pia Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye kwa kiasi kikubwa zaidi na yeye anaamini katika vijana. Daktari Samia Suluhu Hassan alisema nchi hii itajengwa na vijana majasiri wenye uwezo wa kusimamia rasilimali za taifa hili. Ipo haja kwa kila kijana ndani ya wilaya ya Nachingwea. Mwaka huu sitamani kusikia kuna kata yeyote ambayo hakuna kijana aliyejitokeza kwenye kugombea. Natamani kuona vijana wanajitokeza kwa wingi kwenye kata zote. Na niombe nitoe rai kwa viongozi, wajumbe na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kule kwenye kata, tuendelee kuwaamini zaidi vijana kwa sababu wana uwezo, wana hali, wana morali. Vijana hawa wana kesho zao nyingi. Wakishinda kwenye nafasi hizo za udiwani na ubunge, watazitumikia ipasavyo wakiwa wanaamini kwamba kesho watarudi tena. Tuachane na mitazamo ya zamani kwamba hawa vijana hawajakuwa, hawajafanya nini. Vijana ni taifa la leo, akili zao zinawaza kwa haraka zaidi, wana uwezo wa kufanya kazi, wana uwezo wa kushauri, wana uwezo wa kusimamia. Twendeni tuwaamini vijana, tutimize malengo na matakwa ya viongozi wetu hawa wa chama ambao wanatuongoza.
anaongoza kwa sasa.